Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Condesta Michael Sichale, mbunge wa Momba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa upatikanaji wa huduma za mawasiliano kwa gharama nafuu kwa wananchi. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari pamoja na taasisi zake za Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania, Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote na Shirika la Mawasiliano Tanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha huduma za simu, internet na data zinakuwa rafiki kwa wananchi. Hatua zilizochukuliwa ni pamoja na zifuatazo: kusimamia ushindani wa haki miongoni mwa kampuni za simu ili kuchochea ubunifu na upatikanaji wa vifurushi vya gharama nafuu vinavyokidhi uwezo wa wananchi, kufanya mapitio ya gharama na tozo mbalimbali ili kuhakikisha utozaji unazingatia gharama halisi za huduma na kumlinda mlaji wa mwisho, kuhimiza matumizi ya miundombinu ya pamoja ili kupunguza gharama za uendeshaji, na kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya mawasiliano ikiwemo mkongo wa taifa wa mawasiliano, minara ya mawasiliano maeneo vijijini na sio na mvuto wa kibiashara, pamoja na ujenzi wa vituo vya kuhifadhi data. Hatua hii inachangia kushuka kwa gharama za huduma, hususan internet ya fiber majumbani na maofisini. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kufuatilia mwenendo wa soko na kuchukua hatua stahiki za kisera na kikanuni ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za mawasiliano kwa gharama nafuu na sekta inaendelea kuchangia maendeleo ya uchumi wa kidijiti nchini. Mheshimiwa Condesta. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Nimepata majibu ya serikali, yamejieleza kwa kina. Lakini Mheshimiwa Spika, tunapoongelea uchumi wa kidijiti, komponenti mojawapo kubwa ni internet. Ndio kufikia uchumi wa kidijiti. Lakini Mheshimiwa Spika, kwa sasa hivi ukiangalia watumiaji wengi wa internet ambao inawasaidia kwenye biashara, gharama imekuwa ni kubwa sana. Maswali mawili ya nyongeza. Wizara ya Mawasiliano kwa kushirikiana na Wizara ya Vijana, ni upi mkakati kuwafikia vijana kwenye makundi mbalimbali ambao wanatumia internet, mfano vyuo vikuu, watumiaji wa kusafirisha abiria mtandaoni mfano Uber na Bolt, wauza nguo wadogo ambao wanafanya biashara zao kupitia online? Mkae nao katika hayo makundi, waelezee uhalisia na makundi mengineyo namna ambavyo wanapata changamoto kubwa ya kupitia internet na watumiaji wengine. Lakini swali la pili, serikali mnaonaje mkae na taasisi binafsi ambazo zinatoa huduma hizi kwa ajili ya kuwaomba kupunguza gharama za internet, mfano kampuni ya Vodacom na makampuni mengine, ili kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kupunguza gharama za vifurushi, ili ambao wanajiajiri kupitia sekta hii iweze kuwasaidia? Asante. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Kuhusu ushauri wake wa kukaa na vijana kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Vijana, tumeupokea na tutakutana na vikundi mbalimbali vya vijana ili kujua mahitaji yao na changamoto zao wanazozipata katika upatikanaji wa internet katika shughuli zao. Kwa hiyo tutawasiliana na wenzetu wa wizara inayohusika na maendeleo ya vijana kwa ajili ya kulishughulikia swala hili. Na kuhusu kukaa na taasisi binafsi kwa ajili ya kupunguza gharama za vifurushi, mwaka jana 2025 serikali ilikaa na taasisi binafsi na tukapunguza bei za vifurushi vya internet, na kwa sasa katika Afrika Mashariki ukiondoa Rwanda, Tanzania ndio nchi yenye vifurushi nafuu zaidi kuliko nchi nyingine zote zaidi ya Rwanda. Kwa hiyo tutaendelea pia kukaa na hawa taasisi binafsi tuangalie namna gani tunavyoweza kuboresha zaidi kupungua kwa gharama za vifurushi ili tuweze kufikia lengo la kuwa na uchumi wa kidijiti. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, tumepokea ushauri wako na utaufanyia kazi kwa kadri inavyowezekana ili tufikie hilo lengo. Nakushukuru Mheshimiwa Spika.